السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له داع إلى رضوانه. أشهد أن محمدا عبده ورسوله مخرج الناس من الظلمات إلى النور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الأماجد، أولا أوصيكم ثم أوصي نفسي بتقوى الله سبحانه، ولقد فاز ونجا المتقون. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salam kiongozi wa umma Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni kuhusieni na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kusimama darasa yetu kwa muda mrefu tukiwa tunaupisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, tumerejelea tena kwa mara nyingine kuendeleza darsa yetu ya tafsir ya Qur'anul Karim, na tutaanza na suratul Balad. La uqsimu bihadha albalad wa anta hillun bihadha albalad wa walidin wama walad laqad khalaqna al-insana fi kabad. Sura hii, suratul Balad, kwa ittifaq ya jumhurul mufassirin ni suratu makiyya. Kwa kauli ya mufassirin ni sura iliyoteremka katika mji wa Makka akiwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama yuko katika mji mtukufu wa Makka. Ni sura wahia 20 aya, ni sura yenye aya 20, na sura hii ina majina. Inaitwa suratul Balad, inaitwa suratul Aqaba, wa qad dhukira min asma'iha annahu la uqsim. Imetajwa katika majina yake ni suratul la uqsim, miongoni mwa majina yake, na miongoni mwa majina yake ni suratul Balad, na miongoni mwa majina ni suratul Aqaba, kwa sababu ndani yake kuna aya falaqtahamal aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqaba. Imeitwa ni suratul Aqaba. Almaqasidul ama lisura, makusudio makuu ya kuteremka sura hii. Makusudio makuu ni nini?
hawat hadhihi sura alkathira min almaqasid walmaani. Hii sura imebeba makusudio makubwa na ni mengi, imebeba maana pia vile vile ni kubwa. Walmaani alazima, na maana kubwa. Wa min dhalika, na miongoni mwa makusudio na maana, at-tanwih bifadli Makkah. Imekuja kutufahamisha utukufu wa Makkah, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akaapia juu ya mji wa Makkah, la yuqsimu Allah bishay'in illa wa huwa adhimun. Allah hawezi akaapia kwa jambo fulani isipokuwa jambo hilo ni zito na ni kubwa. Jambo hilo ni kubwa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameapa kupitia suratul Balad, asema la uqsimu bihadha albalad, hakika naapa juu ya mji huu. Anayekusudia ni mji wa Makkah. Hadha albalad, mji huu wa Makkah. Hii sura inatuonyesha juu ya fadlu Makkah, fadhila za mji wa Makkah, wa maqami nabii sallallahu alayhi wasallam biha, na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kuishi katika mji huo wa Makkah. Kwanza yeye ni mzawa wa Makkah, amezaliwa pale na akaishi pale Makkah na akaanza da'wa siria pale pale Makkah, lakini pia vile vile zimeteremka aya zikimtangazia bwana mtume aitangaze da'wa akiwa pale pale Makkah, akiambiwa wa andhir ashirataka alaqrabin, waonye, wakumbushe, walinganie jamaa zako wa karibu, familia yako ya karibu. Akaanza kulingania bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kafanya kazi hiyo ya kulingania da'wa, akiwalingania watu wake wa karibu. Lakini mwisho wa yote akaambiwa alinganie katika umma mzima, atangaze da'wa idhihiri. Akaenda akapanda katika mji, katika jabali ndani ya mji wa Makkah, akatangaza juu ya da'wa ya risala ya utume. Kwa hiyo ni eneo ambalo ni tukufu na mtume ameishi humo katika eneo hili la Makkah, wa barakatihi fiha wa ala ahliha, na baraka zilizoko katika mji wa Makkah na watu wanaoishi katika mji huo wa Makkah. Bayanu mashaqqatil insan fi dunya, pia vile vile kubainisha, miongoni mwa makusudio ni kubainisha tabu anazozipata mwanadamu hapa duniani. Wa anna Allaha muhitun bihi muttali'un alayhi, na Allah amezizunguka zile tabu, anaziona. Si kwamba mtu anapopata tabu Allah hazioni. Bwana mtume amepata tabu sana katika mji wa Makkah, lakini Allah alikuwa akiziona. Haya yote ilikuwa nini? Linuthabbita bihi fuadaka, tunakukomaza kwenye da'wa. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amepata majanga makubwa akiwa katika mji wa Makkah, akazingirwa katika lile bonde la Bani Abdul Muttalib au bonde la Bani Hashim. Akaishi humo kwenye lile bonde zaidi ya miaka 3, lakini ametoka pale, amehama kuelekea mji wa Taif akitafuta nusura. Kule ndo akaenda akapata yaliye makubwa zaidi, akapigwa mpaka damu yake ikachuruzika kutoka juu kichwani mpaka kwenye miguu yake. Haya mashaka yote anayapata akiwa katika mji wa Makkah. Asili tunasema alikuwa katika mji wa Makkah, amepata taabu ya da'wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini haya yote Allah alikuwa ni muttali'un alayhi muhitun bi af'ali. Allah alikuwa akimuona na yale matendo yote aliyokuwa akiyatenda anayaona vizuri sana na anayafahamu vyema. Miongoni mwa makusudio pia tanwih tahwilu aqabati sirat wa kaifiyatu najatu minha, matatizo
ya kupita katika ile sirat ambaye Allah amesema wa anisiratu ila nakibun, watu watatumbukia kwenye ile siratu ya siku ya kiyama. Wa kaifiyatun najatu minha, na ni vipi mtu ataokoka, atafaulu kupita kwenye ile sirati. Tutakuja kuona pia katika faida ambazo zimeingia kwenye sura hii. Miongoni mwa makusudio pia yanayekusudiwa na sura hii, madhul mu'minin, kuwasifu waumini, wa sabruhum ala albala, na juu ya subira yao kwenye matatizo, wa rahmatu ba'dhum ba'dan, na kuhurumiana baadhi yao kwa baadhi nyingine. Haya yote tutayapata kwenye sura hii pia. Miongoni mwa makusudio, bayanu suu masirul kafirin, kubainisha maendeo mabaya ya makafiri. Yatamatauna fi hadhihi alhayati dunya, watastarehe makafiri hapa duniani, wa ghadan fil akhirah muadhabun, na kesho katika akhira wataenda kuadhibiwa. Shar'ul ayat, ama kuzisherehesha aya hizi, qawluhu la uqsimu bihadha albalad, kauli yake Allah aliposema naapa juu ya mji huu, ayu uqsimu bihadha albaladi wala huna laysat linnafi, naapa kupitia mji huu. Hii la hapa haikatai, wa inna ma hiya zaidatu litawkid, la iliyekuja hapa imezidi kwa ajili ya kutilia mkazo ya kiapo hicho, tawkid alqasam, kwa ajili ya kutilia mkazo wa hicho kiapo. Bidalili anna Allah ta'ala, kwa dalili ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala qad aqsama bihadha albaladi fi qawlihi ta'ala, ameapia mji huu kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema watini wazaitun wa turi sinin wa hadha albaladil amin. Na hapa kwa tini na zaitun, na hapa kwa mlima Sina, lakini na kwa mji huu wenye amani. Wa hadha albaladil amin, na juu ya mji huu wenye amani, ambaye ni suratu Tin. Walmuradu bilbaladi, na makusudio ya baladi hapa ni Makka biijma'i almufassirin, ni mji wa Makka ndio unayokusudiwa kwa ijma'i ya wanawachuoni wote wa tafsiri. Kwa hiyo mji wa Makka umeapiwa. Allah subhanahu wa ta'ala kuapia mji huu, anaapia mji huu kwa sababu ya fadhila zinazopatikana ndani ya mji huu. Hajaapia miji mingine zaidi ya mji huu. Hata Madinatul Musharraf hajaapia Allah subhanahu wa ta'ala kupitia Madina, wala Baitul Maqdis hajaapia Allah kupitia Baitul Maqdis, wala mji wowote ule, lakini akaapia Makka, asema la uqsimu bihadha albalad, na pia juu ya mji huu ambaye ni wa Makkah al-Mukarrama bil ijma'i al-mufassirin, kwa ijma'i ya wanawachuoni wa tafsiri. Qawluhu ta'ala la uqsimu bihadha albalad, na pia juu ya mji huu, wa anta hillum bihadha albalad, wa anta ya Muhammad, na wewe ewe Muhammad, hillum bihadha albalad, ayu halalun bihadha albalad, mji huu kwako ni halali, una haki ya wewe kuishi humu. Halalun bihadha albalad ayu taf'alu ma shi'ta min alqatli au alafwi. Wewe Muhammad tutakuachia, utakuwa ni mtawala wa mji huu wa Makka, utafanya utakavyo, kama ni kuua, kama ni kusamehe, ni khiari yako mwenyewe. Utaweza kuua, utaweza kusamehe, ni khiari yako mwenyewe. Waqila maanahu uqsimu bimakka halu khuluwi, na pia katika mji wa Makka halu hululika fiha, pale ulipotenganishwa wewe na mji wa Makka, fayakunu ta'dhiman lilmuqsam bihi, inakuwa ni utukufu kwa yule anayeapiwa kwayo. Kuzanga katika imani,
qaulullahi azza wa jalla wa walidi wa ma waladi ayu uqsimu bikulli walidin wa bikulli mauludin, na naapia kwa kila mzazi aliyoko kwenye mji huu na kwa kila kinachozaliwa ndani ya mji huu. Wa bikulli mauludin, na kila aliyezaliwa ndani ya mji huu. Wa minhum Adamu alayhi salatu wassalam wa dhurriyata, akiwemo Adamu alayhi salatu wassalam pamoja na kizazi chake Adamu alayhi salatu wassalam. Qauluhu laqad khalaqana al-insana ayu, nayo tunakusudia ni jinsi al-insan fil kabadi. Qad khalaqana al-insana fi kabad, jinsul insan, tunamkusudia mwanadamu mwenyewe. Ayu fi mashaqatin wa nasabin wa ta'abin wa shidda, tumemuumba mwanadamu katika matatizo, katika ugumu na vile vile katika shida. Tukamuumba mwanadamu akawa ni kiumbe aliyekamilika. Lakini viumbe wengine wote tumewaumba kwa wepesi, isipokuwa mwanadamu tumeumba katika hali ambayo ni ya shida kidogo. Wa shiddatin yukabidu masaibi dunia, ambayo yanaendana na matatizo yote ya duniani. Wa shadaidul akhirah, na shida za akhira. Wal aya hadhihi hiya jawabu alqasami, na aya hii ndiyo jawabu la kiapo. Wa anta hillum bihadha albalad wa walidi wa ma waladi thumma ba'da dhalika laqad khalaqna al-insana fi kabad. Qawluhu ta'ala ayadhunnu hadha al-insan wa huwa al-istifhamu ala sabili al-inkar, wanaita istifhamu al-inkari. Anauliza katika jawabu ambalo analo yeye Allah subhanahu wa ta'ala, ndio maana likaitwa ni istifhamu al-inkari, kwa sababu Allah anajua kile anachokiapia. Akasema istifhamu ala sabili al-inkari, ayahsabu an la yaqdira alayhi ahad, anadhani kwamba sisi hatutoweza chochote juu yake, hatutoweza kukadiria na kufanya chochote juu yake. Ayahsabu an la yaqdira alayhi ahad, anadhani hatokadiriwa na yoyote yule katika riziki na mfano wake. Alayhi ahad wa yantaqimu minhu, na Allah anadhani Allah hana uwezo wa kumwadhibu mtu huyu. Kama qala Allah ta'ala an Adin, kama Allah aliyosema juu ya watu wa Ad, ambayo walijihisi kwamba wao wako juu, hawawezi kuadhibiwa na yoyote yule. Lakini katika mahala Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia fa amma adun fastakbaru fil ard bighairi alhaq wa qalu man ashadda minna quwwa. Amma adun, walifanya kibri katika ardhi. Fa amma adun, ama watu wa Adin, fastakbaru fil ard, walifanya kibri katika ardhi, bighairi alhaqi, pasina haki. Waqalu man ashadda minna quwwa, wakasema nani mwenye nguvu kutushinda sisi? Katika suratu nani mwenye nguvu kutushinda sisi, katika suratu Fusila aya 15. Faradda Allahu ta'ala alayhim biqawlihi, Allah akawajibu watu wao kwa kauli yao pale alipowaambia awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa, kwani wao hawaoni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqahum, Allah aliyewaumba wao, Allah muumbaji aliyewaumba wao, huwa ashaddu minhum quwwa, yeye ndo mwenye nguvu zaidi kuliko wao. Waqalu wa kanu biayatina yajhadun, na wakawa katika alama zetu wanapinga uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, wanapinga.
wakanu biayatina yajhadun, na wakawa wanapinga uwepo wa alama zetu. Kwa hawa watu wapinzani hawa wanaopinga juu ya uwepo wa Allah na alama alizoziacha na muujizati uliopo katika ardhi, wanaupinga. Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia, awalam ya'lam, hawatambui anna Allaha huwa ashaddu minhum quwwa, Allah ana nguvu kushinda wao. Allah subhanahu wa ta'ala nguvu zake haziendani na kiumbe yoyote katika viumbe wake, wala hafananishwi na kiumbe yoyote katika viumbe wake, lakini huwa ashaddu minhum quwwa. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ana nguvu kushinda viumbe wake wote. Wakanu biayatina yajhadun, walikuwa wakipinga uwezo wetu na alama zetu. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, yaqulu ayu hadha al-insanu, huyu binadamu, fakhran wa mubahatu, kwa kujifakharisha na kwa kujisifia, wa ta'dhiman ala almu'minin, na kuadhimisha juu ya waumini, anfaqtu malal lubada, bimaana anfaqtu malan kathira, nimewapa mali nyingi. Allah anasema nimewapa mali nyingi. Ahlaktu malal lubada, bimaana a'taituhum wa anfaqtuhum amwalan kathira, nimewapa mali nyingi. Wadhalika fi adawati nabii sallallahu alaihi wasallam wa fi saddi unasin an, na haya ni kwa ajili ya da'wa juu ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kumpinga, kumkejeli, kufanya kadha, lakini yeye hakujali hilo, akaendelea kufanya ile da'wa. Lakini inqalabati almawazin, wakageuka mizani, ikageuka shawia. Nini maana yake? Imegeukaje? Ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliposema yaqulu ahlaktu malan lubada, yaqulu anfaqtu amwalan kathira, nimetoa mali nyingi. Wadhalika fi adawati nabii sallallahu alaihi wasallam, huo ni kwa sababu ya uadui wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wasaddin unasin anhu, na kuwazuia watu ili kusudi wasimfuate bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini bwana mtume aliendelea na da'wa, wala hakukata tamaa. Mwisho wa yote akafuata wafuasi wengi kushinda manabii wengine wote. Qala al-Alusi rahimahullahu ta'ala, abbara anil infaqi bil ihlaki idharan li'adami al-iktirathi, wa annahu lam yaf'al dhalika raja'a naf'in, fakaannahu ja'ala al-mal al-kathira dha'i'an. Maana yake Imamu al-Aulusi anasema wa'abbara 'anil infaqi, Allah ametoa maneno ya utoaji bil ihlaki, kwa kuyafananisha na maangamivu, idharan li'adami al-iktithari, kwa kudhihirisha mtu kutojilimbikizia mali nyingi, wa annahu lam yaf'al dhalika raja'an naf'i, hajafanya hivyo kwa kutarajia malipo. Fakaannahu ja'ala al-mala kathiran dha'i'an, kama vile amejalia mali nyingi ni zenye kupotea, lakini lengo kubwa liweze kutimia, nayo ni ta'atullahi azza wa jalla. Kadhalika ihtiram wa tafdhila hadha albalad, ni kumtii Allah, kuadhimisha na kufadhilisha ule mji wa Makka. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala ilifika mahala katika kuufadhilisha mji wa Makka, kama tutakavyokuja kuona katika mwendelezo wa tafsiri hii, sura hii, akazuia hata baadhi ya mambo kufanywa ndani ya Makka. Miongoni mwa mambo aliyoyazuia yasifanyike ni watu kutowinda katika eneo la haram, kutoua mnyama, kutokata majani,
kutokata miti na mengineyo yote ambaye Allah ameyaharamisha katika eneo hilo tukufu kulingana na fadhila za eneo hilo. Lidhan ayahsabu an lan yarahu ahadan, ayahsabu an lam yarahu ahadan ayadhunnu hadha al-insanu hina kana yunfiqu malahu fi ghairi wajhihi anna Allah lam yara. Anadhania huyu binadamu wakati anazitoa mali hizo katika hali ambayo sio sahihi. Kuna mtu leo anatoa mali zake kwa ajili ya ushirikina, anatoa mali yake kwa ajili ya uchawi, anatoa mali yake kwa ajili ya riba, anatoa mali yake kwa ajili ya uzinzi, zina na mfano wake, anatoa mali yake kwa ajili ya ulevi. Hasa ayahsabu an lam yarahu ahad, anadhani haoni na yoyote. Maana yake nini? Ayadhunnu hadha al-insan, anadhania huyu binadamu hina kana yunfiqu malahu fi ghairi wajhihi, wakati anazitoa mali zake katika hali ambayo sio sahihi, anna Allah lam yara, anadhani kwamba Allah hakumuona, walam yasalahu an mali, na kwamba Allah hatomuuliza juu ya mali hiyo, min aina iktasabahu wa fima anfaqa, aliichuma wapi na aliitoa kwenye mambo gani, fayuhasibuhu alayhi, Allah subhanahu wa ta'ala atamuhesabu mtu huyo. Allah atamuhesabu mtu huyo. Kila mmoja wetu atahesabiwa juu ya mali aliyonayo, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wala tazula qadama al-abdu yawma al-qiyama, hautosogea mguu wa mja siku ya kiyama, hatta yus'al an arba, mpaka aulizwe mambo manne. Miongoni mwa hayo mambo ataulizwa wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa, ataulizwa na mali yake aliichuma wapi na ameitumia kwenye mambo gani, kaitumia kwenye halali au kwenye haramu, akaichuma kwenye misingi ipi ambayo ni sahihi. Yawezekana amechuma kwa njia ya wizi au kwa njia ya riba au udanganyifu au alghururi wa kadhalika, ataulizwa. Kwa hiyo mtu atakapokuwa amejilimbikizia mali, ametengeneza swali ambalo ataulizwa nalo siku ya kiyama. Wa qawluhu ta'ala alam naj'al lahu 'aynayn ayu yubsiru bihi, hatujamjalia macho mawili akaona huyu mwanadamu, hatujamjalia macho mawili. Alam naj'al lahu 'aynayn, hatujamjalia kuwa na macho mawili. Ayu yubsiru bihima wa lisana wa shafatain, na huyu binadamu hatujamjalia ulimi mmoja na midomo miwili, mdomo wa juu na wa chini na ulimi. Ayu yantiqu bihima, anatamka kupitia ulimi huo. Wa yu'abbiru bihima, na kutolea taabiri, ibara na sentensi zinaeleweka, zinafahamika. Amma fi qalbi, anapozungumza hata yale yaliyoko kwenye moyo wake yanafahamika pia. Hajitambui huyu mwanadamu kwamba yale anayozungumza yanafahamika, hata yaliyoko ndani ya moyo wake ambayo yanapita kwenye moyo wake yanafahamika. Ayu yunfiqu bihima wa yu'abbiru bihima, yunfiqu bihima wa yu'abbiru bihima, anazitoa na kubakiza. Amma fi qalbi, akitoa taabiri kwa yale yaliyoko kwenye moyo wake. Qawluhu wa hadainahu najidain ayu tariqaini lilkhair, tumemuongoza njia mbili za khairi, wa shari, na njia ipo ya shari. Fihi tariqul khair wa tariqu shar, kuna njia ya khairi na kuna njia ya shari. Wa hadhihi alayati alkarimati ta'ala, na aya hii iliyotukufu, ka kaulihi ta'ala, kama kauli yake Allah pale aliposema ye Allah subhanahu wa ta'ala, madha qala, kama alivyosema yeye Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba
fa amma adun fastakbaru fil ardh, watu wa Adi walipofanya ukatili katika ardhi, wakafanya kibri katika ardhi, bighairi alhaqi, pasina haki, waqalu man ashaddu minna quwwa, wakasema nani mwenye nguvu kutushinda sisi. Mifano hii inayotolewa, Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mwanadamu, wewe bado ni mdhaifu, pamoja na nguvu tulizokupa wewe bado ni mdhaifu. Maana yake wahadainahu najidain ayu tariqain lilkhair, tukakuongoza njia mbili za kheri, wa shari, na njia ya shari, yani njia mbili ya kheri na ya shari. Na haya yote wa hadhihi alaya ka qawlihi ta'ala inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura, sisi tumuongoza huyu mwanadamu njia, ima amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala au amkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kafara falinafsi, man amila salihan falinafsi, atakayetenda matendo mazuri anafanya kwa ajili ya nafsi yake. Waman asaa faalaiha, na atakayetenda matendo mabaya anafanya matendo mabaya kwa ajili ya nafsi yake. Ndio maana Allah akasema inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura, sisi tulimuongoza njia moja kati ya njia mbili, ima afuate njia ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala fayadkhul aljanna, au afuate njia ya kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala fayadkhul an-nar. Moja kati ya hizo njia mbili, akiifuata njia moja inamfikisha imma ila aljanna imma ila an-nar, lakini ala anna tariqatayn, hizi njia mbili hizi sataswiluha, zitamfikisha huyu mwanadamu pale alikotaka. Kwa hiyo alipotaka njia ya kwenda peponi, hii njia ya kheri itamfikisha. Alipotaka njia ya kwenda motoni, hii njia ya shari pia itamfikisha. Ni wanadamu leo wamejichagulia njia ngapi za kupita wanadamu? Wengine wamejichagulia maasi ndiyo maisha yao, mpaka mwingine ajisifu pia hata kama hajafanya maasi labda ya kulewa, ya kunywa pombe, siku hiyo hayuko sawasawa, hayuko vizuri, hayuko sawasawa. Yani anajihisi kama vile amepungukiwa na kitu kwenye mwili kwa sababu tu hajanywa pombe. Wa Allah subhanahu wa ta'ala katika hizi njia mbili anatupima. Na kuna baadhi ya watu yahtajuna bilqadar, kuna baadhi ya watu wanatolea hoja kwenye qadari kati ya hizi njia mbili. Wanasema hivi, Allah subhanahu wa ta'ala alipomuumba mwanadamu akamwambia inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura, sisi tumekuongozea njia ima ushukuru au ukufuru. Alafu baada ya kuongezewa ile njia, kuongozwa katika ile njia ya shukurani ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kuna watu wakafanya ihtijaji na qadari, wakasema kama mimi nitakuwa nimeandikwa ni kwa kupita njia ya motoni, nani atakayenitoa mimi motoni? Mwingine akasema kama mimi nimeandikwa ni wa peponi, nani atakayenitoa mimi katika njia ya pepo? Kwa hiyo unakuta mtu anafanya madhambi, lakini anatoa ihtijaji na qadari kwamba anafanya hivi kwa sababu Allah amenikadiria nifanye hivi. Haya ni makosa makubwa sana. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, baada ya yule kijana kuiba, akaambiwa naqta'u yadak, tukukate mkono wako. Akakataa, akasema lima taqta'u yadi biyadi, kwa nini unikate mkono wangu? Akaambiwa sarekta, umeiba wewe. Akasema sarektu biqadarillah, mimi nimeiba kwa kadari ya Allah, Allah amenikadiria mimi niibe. Omar akamwambia basi naqta'u yadak, tunakukata mkono wako, liwajhi llah au liajli llah, tunakukata mkono wako kwa ajili ya Allah, kama vile wewe uliiba ulikadiriwa na Allah, na sisi tumekadiriwa tukukate mkono wako. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an akakataa watu kutolea hoja kwa kufanya maasi. Mtu anaenda kuiba alafu anasema nimekadiriwa kuiba. Anaenda kunywa pombe anakuja kusema nimekadiriwa kulewa. Ameenda kufanya zina anasema Allah amenikadiria nifanye zina. Umar ibn Khattab
wakati anaingia katika mji wa Ghimawas, wakati ugonjwa wa taghuni umeenea, ilifika njiani akashauriwa asiingie, akaambiwa arudi akiwa katika mji wa Yaman. Aliposhauriwa kutoingia arudi, Abu Ubaida al-Jarrah akamwambia, ya amira al-mu'minina, afirara min qadari Allah, ewe kiongozi wa waumini, unakimbia qadari ya Allah? Unaiogopa qadari ya Allah? Unaogopa kwenda kufa na ugonjwa wa tauni? Qala na'am, afirru min qadari Allah ila qadari Allah. Asema ndiyo, nakimbia kutoka kwenye qadari ya Allah naenda kwenye qadari nyingine ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akampa mfano akamwambia, araaita law anna ahaduna, waonaje laiti angelikuwa mmoja wetu, lahu waadiyani, ana mabonde mawili au ana mbuga mbili, anachunga mawashi, anachunga wanyama wake. Mbuga moja haina majani, imekauka na majani yalokauka yamepelekwa na upepo, ni nyeupe. Alafu mbuga nyingine ni ya kijani na majani yamestawi yako vizuri. Akitoa wanyama wake kwenda kuwachunga ili waweze kushiba, anawapeleka kwenye mbuga ipi? Kwenye mbuga yenye majani au kwenye mbuga isiyekuwa na majani? Akiyatoa wanyama wake anaenda kuchunga mahala mbuga yenye majani au mbuga ambaye haina majani? Kwa nini apeleke kwenye mbuga yenye majani? Kule kupeleka kwenye mbuga yenye majani ni qadari, anaenda kuwashibisha wanyama wake. Kule kupeleka kwenye mbuga isiyekuwa na majani ni qadari, ili asiwashibishe wanyama wake, si ndio hivyo? Lakini kwa nini kawapeleka kwenye mbuga yenye majani? Ili washibe, si ndio? Kwamba kumbe anatambua nikiwapeleka kwenye mbuga yenye majani watafanya nini? Watashiba. Hasa qadari, mlango wa qadari ndio huko hivyo. Allah akakuandikia lakini hajakufanyia ijibari wewe kufuata. Kama yule aliyepewa mbuga mbili, moja ina majani, moja haina majani, lakini hajalazimishwa kuwapeleka wanyama wake mahala hakuna nini? Hakuna majani. Kwa hiyo mtu kuja kuasema Allah ameniandikia nikiwa bado niko kwenye tumbo la mama yangu kwamba mimi nitakuwa ni mtu mwema au ni mtu muovu, kaniandikia. Kwa hiyo mimi nimeandikiwa, naifuata ile kadari, wala sina jipya. Anaenda anafanya maasi, alafu anasema mimi niliandikiwa takuja kufanya hivi. Sawa, lakini umepewa na akili. Ndio maana Allah akasema inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Tumempa njia mbili, ima njia ya uongofu au njia ya ukafiri. Yeye atafuata njia ipi? Njia ya kuongoka au njia ya kupotea? Huyu mwanadamu. Mfano, unakuja msikitini, unakuja kuswali, unafahamu vyema hapa ni qibla, unafahamu huku sio qibla, huku ni kuliani kwa qibla, si ndio? Alafu wewe ukaja msikitini ukaswali umeelekea hivi, ukaulizwa kwa nini umeswali umeelekea kuliani mwa qibla? Ukasema ni qadari, Allah amenikadiria ni swali hivi. Inakuaje hapa? Tunaona huyu amechanganyikiwa. Unaona huyu amekuwa mwehu huyu. Yaani wewe uone qibla paka unaelekea hivi. Kwa hivyo tutakapoona mtu analewa, alafu akasema ni qadari, tunamwambia wewe umechanganyikiwa, wewe ni mwehu wewe. Yaani wewe uone kwamba hii ni haramu hii, alafu unasema nimekadiriwa. Unaona? Kwa hiyo ihtijaji kwenye qadari, watu kutolea hoja ya qadari kwamba nimeandikiwa mambo manne nikiwa bado niko tumboni, miongoni mwa hayo mambo nitakuwa ni mwema au ni muovu. Haya ni makosa makubwa, ni kutolea dalili kwenye qadari mahala ambapo haipaswi kutolewa dalili. Sawa jamani? Kwa hiyo tunasema Allah subhanahu wa ta'ala ameweka njia kwa mwanadamu, imma ashukuru au akufuru. Na hii ikaja waidi kali. Allah akasema faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur. Atakayetaka aamini, atakayetaka akufuru. Lakini inna a'tadna lidhalimina nara,
sisi tumewaandalia madhalimu moto, yaani atakayekufuru tumemwandalia moto. Ila sisi tunasema faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur, atakayetaka aamini, atakayetaka akufuru, ila tumemwandalia dhalimu moto. Sawa na wewe unatoka asubuhi unawaambia watoto wako hivi, mimi bwana naenda kwenye biashara zangu, atakayetaka atoke nyumbani, atakayetaka abakie nyumbani, ila nimemwandalia atakayetoka kiboko. Hapa maana yake nini? Ndio umwambia watoke au wafanye nini? Atakayetaka atoke, atakayetaka abakie nyumbani, ila atakayetoka nimemwandalia viboko. Maana yake nini? Maana yake msitoke. Si ndio hivyo? Hasa Allah pia anatuambia faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur, atakayetaka aamini, atakayetaka akufuru, ila tumemwandalia atakayekufuru moto. Maana yake usikufuru. Sawa jamani? Sasa hii ndiyo hali ya kutolewa ihtijaji katika qadari. Haiwezekani ukafanya jambo unajua kabisa hili sio sahihi ukalifanya alafu ukasema ni qadar. Mfano mwingine, na wewe utakuwa ni wa mwisho kwa sababu muda umeisha. Nyumbani kwako ukavua nguo ukaitundika pale kwenye henga pale, kanzu yako, na mke wako pia akaja akavua lile dera lake kalitundika pale karibu na kanzu yako. Alafu asubuhi unatoka kwenda kazini ukavaa dera la mke wako mfano. Alafu watu wanakuuliza mbona umevaa nguo ya mke wako? Unasema ni qadari. Unaelewa? Hii ni qadari bwana, haina shida. Wewe utaonekana umechanganyikiwa. Kwa hiyo wewe hujatambua kabisa, akili yako haiwezi kukuonyesha hii ni kanzu na hili ni dera. Akili haikuonyeshi. Mpaka umevaa nguo ya mke wako unatembea madukani huko mjini, unapiga mitaa. Qadar. Kwamba qadara Allah wa mashaa faala. Haiwezekani, haiwezekani. Angalia Ayubu alayhi salatu wasalam, alipatwa na maradhi, lakini kwa sababu maradhi sio kitu kizuri alishindwa kusema Allah kanipa maradhi. Sawa? Akasema rabbi anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin, Mola wangu mimi nimepatwa na madhara na wewe ni msamehevu. Hajamwambia umenipatia madhara, nimepatwa na madhara na wewe ni msamehevu. Kwa hiyo tusipende kuiegesha kadari mahala ambako haiwezi kuegemea. Tuzanga katika imani. Leo tutosheke na hapa. Tutakuja kuendelea na hii suratul Balad katika kipindi kijacho, Allah atakapokupa tawfik. Pale tutaendelea na aya alam naj'al lahu aynayn wa lisana wa shafatain wa hadainahu najidain. Tutakuja tuendelezee hapa. Hadha wa billahi tawfiq. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Adhana itoke kisha maswali yapatikane hata matatu, sio mbaya.